فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. الدعوة إلى الله بين التجمع الفكري والتعاون الشرعي. الدعوة إلى الله إذا كنا نقول تجمع من كل أعلى وقد تكون شجاعة سلفية كتمييز إذا كنا نقول تناول الفواحش. طبعا كما يمكن الدعوة إلى الله بين التجمع الفكري والتعاون الشرعي. فوجد الله هو في كتاب جاء الحجاج علي بن الحسن الحلبي ونقول هو الإمام البخاري علي بن الحسن الحلبي. هي رسالة إن تفسير الإمام الواضح لو يجب أن ونبيه kwa علي بن الحسن الحلبي ameandika maneno mengi sana kwenye risala inayoitwa الدعوة إلى الله بين التجمع الفكري والتعاون الشرعي. من ماذا يقال نيونا تعريف نeno fikri kwenye kitabu hiki hum sittu min al-nas tajma'uhum sifatun jami'a. Hawa ni kikundi cha watu ambao sisi wao wanakusanyika kwa pamoja kutokana na watu fulani ambao unaoenea wao na shi'aratun mutadhammina na zile sera ambazo zinadhamini jamaa yao mpaka mwisho ni kwamba hawa wanapendana kwa ajili ya hilo jambo, wanapendana kwa ajili ya hilo jambo wakiwa kwa sura kama hii. Hizo sasa kwa taarifa hii au wao wanaosoma hivi kwa taarifa hii wao wanatoka wao ndio fika kabisa kwa taarifa hii au ndio mahindi sababu wamejitanya katika sera fulani ambazo hizo wanapendana na kusiana kwa njia ya rahisi. Usipoona tena kama hivyo usipo nazo wewe sio mwenzao. Huyo hivi hakika katika wakawa ni mahudari sana wakuwa bandisho nao wakati walilonao sisi wenyewe kwa tunampiki bila watajeni kwa vitu vilivyozoea ili kitumia kwa vitu vilivyozoea kwenda katika uhalisia wa mambo mnamsikia kitu bid'a bila shaka kabisa. Swali la pili, hal kullu mukhtalifi al-bid'a kama mubtadi'a? Kila mtu mwenye kufanya bid'a anaitwa mubtadi'a? Tunakubaliana wote kwamba sio kila mwenye kufanya bid'a anaitwa mubtadi'a. Hal su'al yaqra'u nafsu hal kullu man tarafa hizbiyya kama hizbi? Ajibu kila mmoja kufanya hivyo anaitwa hapa mnataka Allahu Ta'ala. Kila mmoja kufanya bid'a ni kama mtada'a wote msema la ndio hal kullu man tarafa hizbiyya kama hizbi? Jawabu la kwamba la sio hivi. Kila mtu anayefanya hizbiyya anaitwa hizbi. Na leo kama itakuwa hivi tukidhibiti maana wewe unalimiki na hizbiyya hata je na wewe uko hivi hakuna mtu atakayebaki salama. Wazi hili ni katika moja majanga tulionalo vijana wetu kwamba akiona sala ya mtu mmoja mtu fulani imetokea anambadilika uhizi hapo na akishabadilika uhizi hatoki hapo hata pale karamu jana hata ukitaka kiweni hivi mwisho baada ya kuwa tunateleza maneno hizi mzee mnaokea pia kisia za masulia mbele au kisia pia au tutasema wewe tayari ushamaliza ukimwita mtu mtaja akawa si mtaja wewe mbele hapo unakuja mfanya fungu kwa sababu vile ndio mtu hizi hali ya kuwa hana kisia sio hivi umebeba zuru mbele ya Allah tabaraka wa taala juu ya Uislamu ambao tumekutia hapo watu kwa ikhwan imani. Nukta ya kwanza watu wengi wanasema hizi hawajui maana hizi. Lakini jambo la pili je, kila mtu ambaye atakayefanya hizbia atakuwa ni hizbi? Lakini jambo la tatu nini alama za hizbi? Nini alama za hizbi? Kwanza kabisa
ule uhizbi wenyewe huo umetamalaki kwa huyo mtu, hiyo ni alama ya, kwa sababu uhizbi wenyewe maana yake ni kule kujitenga na mitazamo fulani na kutetea mitazamo hiyo nje ya mtu mwingine yote sio kwa mitazamo hiyo, na unapambana kwa ajili ya mitazamo hiyo. Ikitokea alama kama hiyo, basi huyo ana basa sisi hatimaye wake rahmatullah ta'ala anasema alama za ukifika sasa ndio kwanza alama kwanza al-kadhib huwa mahisi mmoja, lakini alama pili al-khadaa ni kudanganya ada kwa watu. Lakini alama tatu anasema hivi al-kadhib wal-khadaa wa tadhib, kukanganya watu, yani mtu anamuelekea leo anasema hivi, kesho anasema lile, kesho kuta kwa mujibu wa Imam al-Wajidi rahimahullah alama al-kadhib. Lakini alama al-kadhib kwa wengine katika al-ilm ni zaidi ya sawa, lakini tucheke na alama hii kwamba Uislamu ajiepushe na tabia ya uongo, lakini sio mtu wa hadaa, lakini sio mtu wa tabia. Wallahi mimi nawaambia uktumu billah, mimi na uwezo wa sabata tukichukulia hizo alama tatu hawa wanaweza kama hivi sawa. Wallahi nawaambia tukichukulia hizo alama tatu tutakipima takandikana, na ukiniambia mimi nitaje ushahidi fulani na hivi na hivi na utaje ushahidi ambao leo unataka wewe unasema uongo kwa jambo fulani, wewe ulikuwa hapo umefanya khiana katika mambo ya dunia, alafu hivi alama za uongo badilika kutaka wakati wewe unajia hapo. Kwa hiyo ni basi ya swala la kumcha Allah, kusome dini yetu, tulikanie watu bila dini hapa, na mtu ambaye amekubali da'wa ila kwa inatija ya kihadhari, yani matokeo yake yanatarajia kukaa kwa na tawassul ya Allah bila kuwepo. Ikitokea mtu amekuwa ni mtu kwa da'wa yetu, amekuachia na taabu yetu na kufanya da'wa, au tunapata dhambi kwa mtu aliyekubali. Sasa wewe baada ya kuwa umekataa na hapa bu'ithum yasrim ma bu'ithum mu'akkiri, mmepelekwa kwa heshima, hamkupelekwa kwa kufuata na kutakiwa. Sasa ndio